sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Hapo unaona hapo nimewafumania kwenye moja zangu na mbili zangu. Nasoro Yanga, Kizinga, lakini wakatikati kidogo amenipa gumzo kweli kweli. Wao watakwenda kuniambia ni nani. Ndugu yangu Kizinga. Habari ya makumbusho ndugu yangu. Poa ndugu yangu, karibu sana. Poa. Tuko salama. Heri lakini. Bana, tunamshukuru Mungu, tuko salama. 25 26. Yes, 26 tuko 26. 25 nenda wewe. Yes, moja kati ya miaka ambayo kwetu imekuwa ni ya neema sana wana Dar es Salaam Young Africans. Sisi ndo mashabiki pekee ambao tunaweza tukakwambia mwaka huu uliokwisha wa 2025 umekuwa ni wa neema kwetu sisi. Lakini nimesikitishwa kuona shabiki wa Simba anasema namshukuru Mungu, mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka bora, mwaka mzuri kwenu nyinyi mwaka gani? Mmechukua nini? Sisi ndo tunatakiwa kujivunia mwaka huo. Tumempiga mtu vibaya mno na tumefikia hatua nzuri na tumeuacha mwaka tukiwa na alama 4 kwenye michuano ya kimataifa. Wewe kila unapogusa unapigwa. Bwana Nasoro, vipi kulikoni? Sijakuzoea kukukuta mitaa hii. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Nimekuja makumbusho hapa kwa kapteni. Tumekuja kutembea, na pili kuja kukutana na bosi wetu kama unavyomuona hapa. Katika mabosi wetu wote wanahakikisha, wadhamini wetu, wadau wetu wanahakikisha sisi mikoa yote tupo, mmoja wapo akiwepo yeye. Bwana ndugu yangu, heri lakini. Heri. Karibu. Poa. Uzima lakini. Uzima. Kwa faida ya Watanzania wanataka kukufahamu kwa majina yako na ni wapi unatokea. Mimi kwa majina kamili, mimi ni captain msaidizi. Mkubwa wangu ni huyo hapa. Hatari. Mkubwa wangu ni huyo hapa. Mimi nimetoka Kandaziwa, Mwanza. Ni jamaa zangu wa karibu sana. Taarifa zote wao wananipatia kuhusu Young Africa. Na hapa tulipo tuna harakati za kwenda Zanzibar kufuatilia timu yetu. Kwa hiyo mimi nimefika hapa kumsaidia captain mkuu na Nasoro. Kwa hiyo mimi niko pamoja na wao. Ona vitu hivyo. Choka kaka, captain msaidizi. Sasa kawaambia wale watoto wadogo kwamba sisi influencer, kwanza ilivyokuwa influencer ilikuwa haitumii fedha wala haisapotiwi na klabu. Influencer sisi tulikuwa tunapambana kutafuta watu watakao tusapoti, na tuwaambie tu kwa yeyote yule ambaye anataka kushirikiana na sisi kuhakikisha kapteni Nasoro kwa kusapoti, kuongeza nguvu, watu wanao watoshi kuongeza nguvu, namba ni 0656 200 983. Sisi hapa tunataka wadhamini kwa sababu sisi tunaipambania Yanga, na sisi hapa Yanga ilipo sisi tupo. Sisi bado tunaomba wadhamini waendelee kutusafirisha, na wengine waliokuwa hawana namba zetu. Namba yangu mimi 0657 91 9857. Bwana ndugu yangu, nianzie kwako bwana. Kapteni msaidizi, Young Africans unaionaje kwanza kwa upande wako? Kwa kweli Young Africans kwa sasa hivi naona imekamilika. Usajili uliofanywa na viongozi wetu umekizi mahitaji ya klabu. Kwa hiyo tunachosubiri ni ubingwa. Ndio kitu ambacho tunakisubiri sasa hivi. Young Africans wanashuka dimbani dhidi ya TRA. Pengine labda mnaziona kuna alama zozote za muhimu mnaweza mkazichukua dhidi ya TRA? TRA ni timu nzuri, hatuwezi kuibeza, lakini Yanga ni klabu kubwa. Ubingwa sisi kwetu ni lazima. Zanzibar tunachukua kikombe. Zanzibar lazima turudi na kikombe. Simba wapo mzee wangu. Amna, wale ni wenzetu. Ni mara ya 7 tunaenda kukamilisha. Simba? Ndiyo. Mwezi wa 3 mbali. Tunawahitaji wa Azam wasifanye jambo. Watubakizie. Tunamhitaji Azam leo asiende kuharibu. Kesho ndiyo. Azam asifanye jambo la kumtoa Simba. Sisi mna haja na Simba. Tunamhitaji sana. Amefikia level ya kusema wana haja na Simba Sports. Kama mimi nilivyoongea, nimekuambia hakuna mwana Yanga yoyote asiwataka Simba kwa sasa. Wangu sisi tupo tayari tufungwe na madereva bodaboda, sio Simba. Yanga tupo tayari tufungwe na madereva bodaboda, sio Simba. Na Simba hii ya jana, kama Azamu watatusikiliza kilio chetu,
akamwacha Simba tukaenda kukuta. Kuna namna mnamuomba Azam? Tunamuomba Azam amwache kwa sababu ujue Azam kama ataamua cheze mpira, Simba anakufa hata goli 5. Kama Azam ataamua cheze mpira, Simba anakufa hata goli 5. Kama Azam ataamua cheze mpira, Simba anakufa hata goli 5. Ila sisi tunamuomba Azam. Kasha kula utamu. Sasa tuachie sisi. Na sisi tukalambe utamu. Sio anang'ania lambe yetu. Kwa sababu hao ndio wagawa utamu. Na sisi tunataka tupewe utamu. Simba wagawa utamu. Na sisi Yanga tunataka tupewe utamu. Tunawaomba Azam. Jamani Azam, tunakuombeni. Msikiza vitu hivyo. Nasoro hajawahi kukosea kwenye mitazamo yake. Moja kati ya watu wenye maono makubwa pamoja na Nasoro. Mimi binafsi nitaumia sana kama nitaona Azam amemwondoa Simba. Nitaumia sana. Lakini mimi nikiwa na imani kubwa kwamba Simba katika ardhi ya Zanzibar ni miongoni mwa watu ambao hawatakiwi hata kuonekana. Basi tu wamekwenda tu. Lakini ni miongoni mwa watu ambao hawatakiwi hata kuonekana. Ndio sababu pale Zanzibar huna historia yoyote. Walisikika mashabiki wa Simba wakisema kwamba hapa sisi hatupataki na msije mkatuleta tena hapa. Wamerudishwa tena huko huko. Ile ni ardhi tukufu. Hutakiwa kuisema vibaya na kuikebehi na kuidhihaki kwa wale wanaingia kwenye hatia hiyo. Yaani Simba kama angekuwa anakubalika katika mji ule, katika sehemu ile, Simba hata ile kombe la shirikisho alikuwa analichukua. Alikuwa analichukua ile kombe. Ndio nakwambia, hebu ashumu kama Yanga ndio angekuwa anacheza ile finali. Simba anacheza na anamalizia nyumbani. Alafu Yanga ndo anamalizia nyumbani pale. Ile kombe angelichukua Berkane. Wasingelibeba. Yaani afe kipa afe beki, ardhi ya nyumbani. Mpaka tajiri Muhindi aliamua kukaa nyumbani hajaenda kwenye mechi. Alikuwa anajua kinachoenda kutokea. Kwa hiyo mimi niseme tunakwenda kucheza mchezo wetu na tuko kwenye maandalizi sasa hivi ya kuhakikisha kwa namna yoyote chini ya udhamini wa watu wengine tukiwa hapa na Pascal, lakini pia tukiwa tunamtegemea mzee wetu mzee Musa kutoka Pemba, menelewa bana, na wadau wengine mbalimbali. Sisi tunakwenda. Kazi yetu sisi ni kwenda kusupport timu yetu. Umeona bwana? Timu yetu ya Yanga popote ilipo. Sisi tusipoenda kuisupport timu tunaumwa. Tunaumwa. Sasa uko jukwani pa unamuona Pedro Pacome Zouzoua. Umeme huo. Pacome? Shida. Umeme. Yaani ukisema umeme, Wafaransa wana kauli moja wanasema intabresema. Yaani ogopa. Ukiona ile nywele watu wote wenye nywele nyeupe. Sasa hivi kaichanganya kidogo kaitia na rangi nyingine. Yaani ndio intabresema. Ogopa rangi. Bwana, nirudi kwako kapteni msaidizi. Sajili ambazo zinafanywa na Young Africans zimekuwa ni shida kweli kweli kwa namna moja ama nyingine. Damaro Kamara, Maruf Shakei, lakini pia ziko taarifa zinasemekana kwamba Alan Okello yuko katika viunga vya Twiga na Jangwani. Sajili hizi kwa namna mnavyoziona, Simba ana uwezo wa kuileta timu moja kwa moja mpaka fainali? Kwa ndugu zetu tunavyowajua, mwezi wa 3 wanaweza wasilete timu uwanjani. Mwezi wa 3 wanaweza wasilete timu uwanjani. Kwa huu usajili ukiangalia dimba la kati pale litashikwa na Damaro. Ni kiungo moja ambao watu hawakutarajia kama Yanga wanaweza wakamchukua, ila amerudi nyumbani. Kwa mimi nachokiomba Simba wasitukimbie mwezi wa 3, walete timu uwanjani. Naam. Kitu gani ambacho unakiomba kwa uongozi wa Young Africans kwa kumalizia kwa upande wako? Kwa uongozi wa klabu kwa kweli mimi naomba waboreshe baadhi ya sehemu, hasa kwenye utendaji wa kazi. Siwasemei sana, lakini watu waongezee usajili pale ambapo patakuwa panahitajika kufanya marekebisho, wao wanafanya kwa wakati kama sasa hivi wanavyofanya. Wako vizuri. Tajila, naomba Young Africans uongozi ufanye kile wanachoweza, waweze kufanya marekebisho pale uongozi unapoona kuna shida wafaa. Mimi nataka kumwambia tajiri yangu, hakuna uongozi sikivu ndani ya nchi kama uongozi wa Young Africa. Kuna uongozi sikivu ndani ya nchi kama uongozi wa Young Africa. Kama umeona viongozi wa Young Africa, sisi tulisajili dirisha kubwa. Wachezaji waliokutoka kwao walikuwa bora. Hilo walivyokuja ndani ya Yanga, kuna wengine hawajaonyesha kuwa ubora. Viongozi hawajasubiri dirisha kubwa. Dirisha dogo watu wametupisha.
Hapo ndipo ndo napouamini uongozi wa Yanga kuwa uongozi bora. Pili, kuna neno moja nilikuwa naomba dakika kidogo niweke sawa hili. Kuna kwenye mitandao nimewahi kwenda kuona watu wanaongelea kuhusu Engineer Hersi aliweka ahadi ya uwanja. Mbona mpaka leo uwanja bado? Mimi nawaona hawapo timamu na akili. Hawa akili zao hazina afya. Kwa sababu sisi Yanga Africa wamepita viongozi wengi. Kapteni, naomba nisikilize hiyo. Sisi viongozi wa Yanga Africa wamepita wengi. Na kila kiongozi alikuwa akija anatoa ahadi ya uwanja. Ila akiondoka ameshindwa. Hakuna uwanja. Mimi kwa Engineer Hersi namkubali na namwamini kwa sababu katika viongozi wote waliopita yeye sisi katuonesha kitu. Kutuonesha kitu, huwezi kujenga nyumba bila hati. Si ushelewa? Huwezi kujenga nyumba bila hati. Viongozi wote walipita walishindwa kupata hati ya Jangwani. Si ushelewa? Engineer Hersi leo kapata hati ya Jangwani. Pili, kama kashapata hati ya Jangwani, uwanja sisi Yanga hatuna hela ya kujenga uwanja. Hapa naomba wanisikilize vizuri. Sisi Yanga hatuna hela ya kujenga uwanja. Uwanja unajengwa na wadhamini. Uwanja unajengwa na masponsa. Masponsa kuwatafuta haiwezekani ukatafuta hadi siku 2 tu au siku 3 umepata sponsor. Sponsor kumtafuta ni mchakato. Mmoja baada mwingine anaenda miaka 2 hadi 3 unapata sponsor. Kwa sababu mpaka ukimpata kwanza akubali atavojenga uwanja akimaliza yeye hela yake atarudisha kwa muda gani? Si ushanielewa? Kwa hiyo sasa hivi engineer kashapata hati, anatafuta nani? Masponsor wa kujenga uwanja. Sasa mimi naomba mashabiki wangu kama inawezekana mwaka huu tunaenda kwenye uchaguzi. Kama tunaenda kwenye uchaguzi, huyu bwana kashaanza tena. Twende tukampe tena nini? Uongozi. Na pili, mimi nashauri kama watanisikiliza, mimi natoa mapendekezo. Tusiende kumpa miaka 4. Uwanja ujengwe miaka 4. Tusidanganyane. Uwanja ujengwe miaka 4. Tumuongezee, tumpe si 4. Akigombea akipewa 4, tumpe 4 mingine 8. Kama hajajenga hapa tumlaumu. Ndani ya miaka 8 Engineer Hersi? Kama hajajenga ndo tumlaumu. Hakuna mtu ataweza kwenda kujenga uwanja miaka 4. Hakuna. Ndio kiongozi wa kwanza kaleta hati. Sasa hivi miaka 4 anaoenda inabidi kwenda kuwatafuta masponsor. Sasa kama akipata masponsor kujenga uwanja uwezi kujengwa miaka 4. Tusidanganyane. Hakuna uwanja unaojengwa miaka 4. Labda mabao. Na kitu kingine tunachowaambia sisi wenye Yanga yetu, Hersi tunaye na tunatamba naye. Hersi tunaye na tunatamba naye. Na hajatuangusha. Yaani mimi nawaambia, yaani kama kwenye familia kunahitajika baba bora, yaani kwenye mpira wa Tanzania Hersi kwenye upande wa Dar es Salaam Africans kwetu sisi ni baba bora, na viongozi wenzake wote, yaani lile jopo lote la viongozi ni baba bora, kwa sababu kama wameweza kupambania na kuomba uwanja wetu eneo hili dogo tuongezewe, na kweli katika mapambano tumeongezewa eneo, tumeongezewa kubwa chini ya utaratibu wa waziri wa ardhi, na tumeongezewa na hati imepatikana. Sasa sisi tunataka nini? Haya, wewe ambaye unaenda kutafuta hati ya kiwanja na umepata, yaani ndio umepata hati ndio unajenga siku hiyo hiyo. Kwa hiyo waache kutushauri, wanatuchanganya. Nyinyi inatakiwa mdili na watu wenu waliowaambia tarehe 5 mnapata kadi za wanachama. Shukrani sana Kizimba. Asante sana.